Tuko na watu wanasema kwamba tuwe na sherehe, tuwe na sikukuu ya kitaifa ambayo inaitwa Gen Z Day. Mmoja ya kati wale wanasema hivyo ni James Orengo. James Orengo ni mtu amekuwa mbunge kwa miaka 48. James Agri Orengo ni mwanasheria wa kiwango cha juu. Ni mwanasheria wa kiwango cha juu ambapo wanaitwa senior counsel. Kuna wanasheria wengine hawa viongozi katika chama cha wanasheria Kenya, LSK. Kuna wanasheria wengi tunawajua mashuhuri ambao James Orengo akianza sheria, James Orengo akianza siasa, wanasiasa hao walikuwa hawajazaliwa. Na ndio huyo yuko. Ndio unaweza kuwa na uhusiano na wajukuu wako Gen Z, lakini katika kipindi hichi cha leo tunajaribu kuchunguza juu ya kuwa na sikukuu. Tunajaribu kuchunguza vile tunaweza kuwa na sikukuu, hasa hii sikukuu ya Gen Z. Kenya tuko na sikukuu aina mbili. Kenya tunazo sikukuu aina mbili. Tuko na sikukuu aina moja ambayo inajulikana ni ya kimataifa. Tuko na sikukuu ambazo ni za kimataifa. Na tuko na sikukuu ambazo ni za kitaifa. Kimataifa na kitaifa. Tuanzie na sikukuu za kimataifa. Tuko na sikukuu ya wafanyikazi ambayo inaitwa Labor Day. Na pia tuko na sikukuu kadhaa za kidini. Kama Wakristo wako na Pasaka na wako na Krismasi. Na Waislamu Waislamu wako na Idi. Hizo ni sikukuu za kimataifa ambazo hatuwezi badilisha, hatuwezi guzisha, tunaziacha hivyo hivyo kwa vile ni za kimataifa. Tukiendelea kwa sikukuu za kitaifa, tuko na sikukuu kama Madaraka Day, tuko na sikukuu kama Moi Day, tuko na sikukuu kama Kenyatta Day, na tuko na sikukuu kama Jamhuri Day. Jamhuri Day iko pamoja na siku ya uhuru. Sasa sikukuu ni siku ambayo wafanyikazi hawaendi kazi. Serikali inatumia pesa. Sasa tuchukulie hivi. Hizo sikukuu nimezitaja kila moja hapo. Siku hiyo wafanyikazi wanakaa nyumbani. Na siku hiyo serikali inatumia pesa. Juzi tumekuwa na sherehe ya Madaraka Day kule Wajir. Miundombinu zile zilijengwa na kuchukua watu wengi, tuseme mawaziri nani, hata mabalozi kutoka Nairobi kwenda Wajir. Pesa mingi zilitumika. Kwa hivyo tukianzisha sikukuu ingine ambapo sasa tutasema Gen Z Day, tutasema tunaongezea kwa hiyo. Utakuta tunatumia pesa nyingi. Tuanzie, tumetaja siku ngapi? Madaraka Day moja, Moi Day ya pili, Kenyatta Day ya tatu. Hizo ndio sherehe hutendeka nje ya jiji kuu la Nairobi. Tuongezee
siku ya jinsi zitakuwa siku 5. Sasa tutaongezea robo ya matumizi tena kwa hayo. Ningependa kukuelezea kwamba ukiangalia katika sikukuu zote Kenya, sijui juu ya nchi zingine, lakini nazungumzia juu ya sikukuu za Kenya, utagundua kwamba hatusherekei tarehe 18 Februari. Hatusherekei tarehe 18 mwezi wa pili. Na ukiniuliza Shujaa Dedan Kimathi anahitajika kuwa na siku yake. Hizi sherehe zingine tunazozipata ukifananisha na Dedan Kimathi, ule mchango Dedan Kimathi aliuchangia ni mkubwa sana. Lakini hatuoni hiyo. Hatuoni mchango wa Dedan Kimathi. Kwa nini? Kwa vile Dedan Kimathi hakuwahi kuwa rais. Hakuwa rais. Sasa hakuna sikukuu yake. Hata hawa jinsi, ukifuata mienendo ya Wakenya hasa kuhusu sikukuu, utakuta kwamba jinsi wakianzisha chama chao, washinde kura, wataeka sikukuu. Kwa hivyo sikukuu za Kenya ni bure kabisa. Bure kabisa, karibu niongee kama Kibaki. Lakini ni bure kabisa kwa vile hatusherekei vitu ambavyo vinahitajika kusherekewa. Tunasherekea waliopata madaraka na wakajiwekea siku zao. Kuna siku watu wengine walikuwa wanasema kwamba tukiendelea na siku, kila rais akija tunakuwa na Moi Day, tunakuwa na Kenyatta Day, tunakuwa na Kibaki Day, tunakuwa na Uhuru Day, tunakuwa na Ruto Day. Je, siku ile tutakuwa na maraisi 40 ama 50? Kwa hivyo ukweli wa mambo ni kwamba jinsi wasipotawala, hakuna siku watapewa utawala. Lakini pia nikuulize mwenzangu, hizi sikukuu tuko nazo si ni nyingi? Zingine zinarudiwa. Tunaweza changanya 2, 3 na tukachagua siku moja na tukasema ndiyo hiyo. Lakini nitakuja kwa hapo. Wacha niulize swali mtazamaji wangu. Kuna siku 3 ambazo kulingana na mimi zinatakikana ziwe siku moja: Madaraka Day, Jamhuri Day na siku ya uhuru. Sasa tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka wa 63 ndipo waziri mkuu Jomo Kenyatta alipata madaraka. Miezi 6 baadaye Kenya ikapata uhuru. Kwa hivyo baada ya miezi 6 tukapata uhuru. Sasa madaraka na uhuru si ni kitu kimoja? Bahati mzuri siku ya uhuru na siku ya kufanyika Kenya kuwa jamhuri ni siku moja. Tarehe 12 Disemba ama mwezi wa 12, 63 na 64. Kwa nini tusiwe na Madaraka Day na Jamhuri Day zote pamoja? Kwani Madaraka Day tulikuwa tumepata madaraka hafifu, lakini madaraka kamili tulipata siku ya uhuru ambayo pia ni siku ya jamhuri. Tujiulize, kutoka Moi Day hadi Kenyatta Day ni siku 10 tu peke yake. Ni siku 10 peke yake. Sasa Kenyatta Day ilitambulika siku ile Kenyatta alishikwa. Ndipo nimekuelezea kwamba, mtazamaji wangu mpendwa, kwamba Kenya hatuna kama sasa vijana wa jinsi hawana maana kiserikali hadi wachukue utawala. Jomo Kenyatta alichukua utawala, ndio siku ya Jomo Kenyatta ikafanywa, siku ile alishikwa ikakuwa Kenyatta Day. Sharif Nassir alipendekeza kabla aliyekuwa akishikilia urais Daniel Toroitich arap Moi. Unajua katiba ilikuwa inasema anashikilia urais kwa
siku 90. Kati ya hizo siku 90, Sharif Nassir alipendekeza ya kwamba Rais Moi achaguliwe rais bila kupingwa. Ndipo maana tukakuwa na siku ya Moi. Swali langu ni hili. Ndiyo, Kenyatta Day imegeuzwa ikakuwa Mashujaa Day. Mbona hawa mashujaa wa jinsi wasisherekewe siku hiyo? Siku ya Mashujaa Day ishughulikiwe mashujaa wote waliokuweko kabla uhuru, waliokuweko kabla ya katiba ya mwaka wa 2010 na hata wa leo na wa kesho. Kwa nini vijana hao kama ni mashujaa, mbona wasisherekewe tarehe Mashujaa Day kama mashujaa wengine? Kwani kesho kutakuwa pia na mashujaa waliopigania shifta kina sisi. Kutakuwa tena na Mashujaa Day ya kusherekea waliopigana na ngoroko kina sisi. La hasha. Nimesema Kenya tangu tupate uhuru, ukitaka kuwa na sikukuu imetajwa jina lako. Ukifikiria kuwa na sikukuu imetajwa jina lako, nyakua utawala. Sasa jinsi wakitaka hivyo, wanyakue utawala kwanza. Wengi wenyu, wachache wenyu wanaona nikizungumza hivyo wanasema mimi niko mlengo huu mlengo. Na hapana. Ninakuelezea tu ukweli ya kwamba Kenya hii hata tumebadilisha katiba. Tumebadilisha katiba tukifikiri kwa njia njema kwamba vitu zitabadilika kulingana na haki ya hizo vitu. Ndiyo, ni ukweli vijana wanahitaji kuwa na kutambulika kulingana na vile walivyopata. Na ni kweli pia mashujaa wale tunajaribu kutambua ni wale walinyakua uongozi. Tungependa kuwa na mashujaa ambao walichangia kama vile jinsi walichangia, lakini walichangia kurekebisha Kenya, lakini si ati walitaka utawala. In fact, hao ndio mashujaa kamili. Hao ndio mashujaa kamili kuliko wale wanaochukua utawala alafu anataka siku iwekwe kwa jina lake. Lakini nimeuliza na nitauliza tena. Je, sipana nia ya kwamba Kenya tupunguze hizi sikukuu? Mbona tusipunguze? Tupunguze kiasi kwamba tuwe na chache, na utaona zingine zinaingiliana kazi. Kuna tofauti gani ya Jinsi Day Julai na Mashujaa Day? Kuna tofauti gani? Hata utaona kwamba tumechanganyikiwa ya kwamba tarehe 26 Disemba ambayo zamani tulikuwa tunaita Boxing Day, tumechanganyikiwa tarehe 10 mwezi wa 10 ambayo zamani ilikuwa inaitwa Moi Day. Sasa mara tunaambiwa sijui leo ni siku ya Huduma Day. Sasa unashindwa Huduma Day ni tarehe 10 mwezi wa 10 au Huduma Day ni tarehe 26 Disemba. Kuna huo mchanganyiko, kuna huo mkwaruzano. Kwa nini tusipunguze? Kwa nini nimesema kwamba sikukuu za kimataifa hatuwezi kugusia. Sikukuu za kimataifa hatuwezi kugusia. Lakini za kitaifa, badala ya kila jambo likitokezea tunasema tuanzishe sikukuu mpya. Mbona tusipunguze hizo siku? Kwa nini tukue watu ambao tunasema kwamba kuna Madaraka Day na kuna Jamhuri Day? Kwa nini isiwe ni Jamhuri Day ambapo tulipata madaraka kamili, ambapo tulipata uhuru na pia tukapata jamhuri? Utaona kwamba leo hii sikukuu zote zilizo Kenya huwa zinazunguka, ambapo unakuta leo kama juzi ilikuwa Wajia. Utakuta ikifika siku ya mashujaa
itapelekwa pale pengine. Tumewahi kuwa nazo Kisii, tumewahi kuwa nazo Nakuru, tumekuwa nazo Kakamega, tunazunguka. Sasa tukiwa hata na sikukuu chache, huo mzunguko, kwanza serikali inajenga vitu vingi kwa ajili ya huo mzunguko. Cha pili, unakuja unapata kwamba wakuu wote wa serikali, hata hao maaskari wa gwaridi unawaona hapo, huo wanachukuliwa Kenya mzima, wanaenda wanakaa Wajir karibu mwezi mzima, ambapo wanalipwa marupurupu ya kuwa hawako katika kituo chao. Sasa tukifanya namna hiyo, si unaona kwamba bajeti yetu inaenda nyingi kwa ajili ya hiyo. Kwa nini tusipunguze hizo sikukuu? Orengo, nikimalizia, anajifanya anashirikiana na jinsi, pamoja na sisi watu ambao tunapenda kwenda kwa mitandao. Anazungumzia tu hayo akijua kwamba watu watamuita shujaa. Mtu kama mimi ninapokueleza ukweli, inasemekana wewe umechanganyikiwa, inasemekana wewe umelipwa na serikali, wewe umefanya namna hii. Nataka nikueleze wewe mtazamaji wangu ya mpendwa kwamba katika katiba ya mwaka wa 2010 kuliekwa sheria ambapo ilisema kwamba hatuwezi ongeza au kupunguza sikukuu yeyote Kenya hii. Hatuwezi. Nakumbuka hata watu walijaribu kuondoa hiyo tarehe 10 mwezi wa 10, waseme kwamba iko karibu sana na tarehe 20 mwezi wa 10, na pia hawaoni shughuli yake. Lakini wanasheria ambao hawajafika kiwango cha James Orengo walichunguza katiba, wakaona kwamba ili kuwa na mabadiliko kama hayo yalihitaji jambo moja tu peke yake, yalihitaji tuwe na kubadilisha katiba kama vile BBI. Tusipofanya namna hiyo, hakuna njia tunaweza ongeza sikukuu hata moja au kupunguza sikukuu hata moja. Kwa hivyo ndio vijana waliteseka, vijana walikufa, na sio hivyo peke yake. Hata kijana aliyeteseka, shida hazikuishia kwake. Kijana aliyeteseka akawa mlemavu, amekosa kwenda kazi, familia yake inamlisha. Badala ya yeye sasa awe ndio kulisha familia yake inamlisha. Ako na ulemavu. Aliyekufa, wazazi wake walikuwa wanamtarajia. Kuna wazazi wengi, ingawaje mimi sifurahi hivyo, singependa mzazi akisha zeeka awe anakaa ndio watoto wanamshughulikia. Lakini kuna watoto, chukua mtu kama Peter Selasi, ni mtoto mdogo, hata hajaoa. Sasa unataka kuniambia wazazi wake hawezi kosa kumtegemea yeye kuwalisha? Sasa mzazi anategemea akisha zeeka watoto wake wafanye nini? Wamlinde kwa hali na mali. Lakini huyu mzazi anakuwa sasa ndio wa kuchunga wajukuu wake, ama huyu mzazi ndio wa kuchunga watoto wake ambao wamekuwa walemavu. Huo ni uchungu, na yale waliochangia yanahitajika kutambulika. Lakini sasa kutambulika kwenyewe, njia moja ni hii: mbona wasitambulike katika siku ya mashujaa? Au mbona wasitambulike kivingine bila kuwa na sikukuu? Tuko na sikukuu nyingi ambazo zinahitajika kupunguzwa na sio kuongezwa. Na mtu kama James Orengo ambaye ndiye anahitajika kueleza watu katiba au sheria zilizo, anaharibu kwa ajili ya
machachari yake. Asante.